Kufuatia taarifa ya serikali ambayo imetolewa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, imekanusha ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch ambayo inasema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata wasiwasi mkubwa kutokana na ripoti iliyochapishwa na Human Rights Watch ambayo imejaa taarifa zisizo sahihi zenye upotoshaji pamoja na madai ya uongo dhidi ya Tanzania bila kutoa nafasi ya serikali kujibu kabla ya kuchapishwa kwake. Taarifa ya Gerson Msigwa inaendelea ikisema ni jambo la kusikitisha kwamba taasisi yenye hadhi ya kimataifa kama Human Rights Watch ingechapisha madai yasiyo na msingi ambayo dhahiri yamekusudiwa kuchafua taswira ya nchi yetu katika ngazi ya kimataifa. Aidha, taarifa ya serikali imeongeza kuwa madai kwamba mamlaka mbalimbali za serikali zilipewa nafasi ya kujibu tuhuma hizi hayana msingi wowote, kwani hakuna mawasiliano yoyote yaliyofanyika kwa barua, simu au barua pepe. Serikali inapenda kusisitiza dhamira yake isiyotetereka ya kulinda na kuendeleza haki za binadamu kama zinavyohakikiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mikataba ya kimataifa na kikanda ya haki za kibinadamu ambayo Tanzania ni mwanachama. Kupitishwa kwa sheria ya uchaguzi ya rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 kunatoa uwanja sawa katika uchaguzi mkuu ujao. Ikumbuke taarifa ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch ambayo katika ripoti yake ilishutumu serikali ya Tanzania kwa kuminya uhuru wa kisiasa, hatua ambayo ilitilia shaka uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Human Rights Watch katika ripoti yake ilisema serikali nchini Tanzania iliendelea kukandamiza wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa chama tawala na kuminya uhuru wa vyombo vya habari na kuingilia uhuru wa tume ya uchaguzi. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hiyo ambayo ilitolewa hapo juzi, ilisema zaidi ya kesi 200 zimerekodiwa nchini Tanzania tangu mwaka 2019 zinazohusiana na masuala ya uvunjifu wa haki za kibinadamu, ikiwamo kukamatwa kwa kiholela, kuteswa na kutoweka kwa Mwangi na Atuhaire. Hivi karibuni kumeonekana kuwa mbinu ya wazi ya kukandamiza upinzani na kukwepa sheria zinazofaa. Na taarifa hiyo ilihitimisha kwa kusema, tunaziomba mamlaka za Tanzania kuacha mara moja kuficha taarifa za waliokamatwa, kwani hii ni sawa na kutoweka. Lazima pia zichunguze na kuwajibisha wahalifu, wataalamu hao walisema. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu lililotoa ripoti yake kuhusiana na masuala ya uvunjifu wa haki za kibinadamu ambayo yameripotiwa nchini Tanzania, ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepinga vikali kuwa serikali inaendelea kuzingatia haki za binadamu pamoja na kuzingatia haki katika masuala mazima ya uchaguzi mkuu unaoenda kufanyika Oktoba mwaka 2025. Hii ni Flow Update.